Njoo nikufundishe kuendesha gari manyo. Gari ziko mbili, automatic gear na manual gear. Hii ni gari ambayo ni manual gear. Njoo ujifunze. Lakini kama hupendi manual gear, tupisha kidogo. Ila unataka manual kuendesha, njoo nikuonyeshe. Gari ambayo ni manual gear huwa ina mifumo michache tu, usije ukaiogopa. Mfumo wa kwanza ni huku chini, ni mfumo muhimu sana. Hapa kuna moto ambao ni hii. Ukikanyaga gari itaongeza hii. Lakini hii ni breki, ambapo kama gari ni automatic kunakuwa vitu hivi viwili tu, ila kwenye manyo kama hii kumeongezewa na hii. Ni kitu muhimu sana, inaitwa clutch pedal. Hii ndio itakuwa inatumika kila wakati unapotaka kubadilisha gia kutoka free kwenda namba moja kwenda namba 2 mpaka kuzimaliza gia zote 5. Hasa viko vitu vitatu hivi, ni vitu muhimu unapaswa kuvifahamu. Tunaingia ndani ili tuanze safari yetu. Karibu sana na wewe uendelee kuwa dereva nguli kabisa. Hapa ninapanda kwenye gari. Njoo kutumuonyeshe mteja. Zunguka je upande. Mambo yawe mazuri. Aendeshe gari kila mtu. Hakuna kujibana bana. Kila mtu aendeshe gari. Wote ni wa Tanzania. Mambo panda, kaa hapa. Kaa hapa. Mteja aone kwa uhuru kabisa ni namna gani anaendesha gari. Tazama. Hii ni Gear River ambayo inakuwa ina namba. Mulika hapa hizi namba zionekane vizuri. Hii ni namba 1, hii ni namba 2, hii hapa ni namba 3 na chini kuna namba 4, namba 5 iko juu. Huku chini ni reverse. Kama zilivyokaa hivi ndivyo unatakiwa uichezeshe hii lungu. Kwa hiyo cha kwanza unapokuwa kwenye gari hii, hapa imewaka. Leo tunafundishana kuendesha tu. Hakuna mambo mengine. Kuna mambo mengi, kucheki oil, kufanya. Leo ni kuendesha gari tu ambayo ni manual gear, sio automatic. Sasa hapa cha kwanza gari nimeshawasha, una seti kiti chako, ila sasa unakanyaga clutch. Lazima urekebishe siti ili uweze kukanyaga clutch vizuri mpaka mwisho, gia zisiwe ngumu. Kwa hii iko free, haipo sehemu yoyote. Sasa tunataka kuweka gia namba 1. Unaijuaje? Unachukua hii lungu hii, cha kwanza kabisa isukume kwenda kushoto kidogo kama hapa. Cha kwanza usiishike, sukuma kwenda kidogo kushoto, alafu isukume mbele. Hapo umeweka gia namba 1 na utaona imeng'ang'ania kule. Lakini ukitaka kuweka 2, unaifyatua hapa kidogo tu hivi, iguse. Unaona inarudi free. Unaisukuma tena kushoto, unarudi chini. Hiyo ni 2. Lakini unataka kuweka 3, unairudisha. Usiende kulia wala kushoto kuweka gia namba 3. Unaisukuma mbele. Hapa katikati inapokuwepo free hapa, unaisukuma katikati. Hiyo ni gia namba 3. Gia namba 4 unaifyatua irudi free na unarudi namba 4. Kumbuka kila gia unayotaka kwenda lazima upite kwenye free, ndio kuna njia ya kwenda kwenye gia nyingine. Hapa tupo gia namba 4. Sasa mtu atajiuliza, imekaa huku chini, unajuaje kama ni namba 2 au namba 3 au namba 4? Hii ikiwa hapa utaijuaje? Kama umesahau, unaweza kuirudisha free lakini ukarudi kwenye namba 4. Ukiwa upo speed, usiende gia namba 2 kwa sababu ni gia kubwa, gari itapiga breki. Ila ukiwa uko kwenye motion ndefu, hakikisha gia unazotumia ni zile za juu 4, 5. Lakini hapa ukitaka kuondoka vizuri na gari hii unaweka namba 1. Lakini ukitaka kuweka reverse unavuta kulia mwisho alafu unashusha chini. Hiyo ni reverse. Sasa hapa ndio tunaanza kuendesha. Gari iko free. Ikiwa gari free, hata ukiachia clutch hairuki. Lakini ikiwa kwenye 1 alafu ukiachia clutch, lazima gari iruke iende. Nini cha kufanya? Unachukua hii Gear River unaipeleka kwenye 1, lakini mikono kwenye steering. Mulika hapa, unakuwa hivi. Tazama mbele, angalia usalama. Huku kwenye side mirror lazima uangalie bodaboda usije ukawaua, na kule pia uangalie usije ukaua. Mulika vizuri kule side mirror ionekane. Ukisha hakikisha kwamba hakuna bodaboda anayeweza akakuvamia, gia namba 1 ipo. Usisahau kitu muhimu ni hii hapa handbrake. Unaitoaje? Usianze kuikandamiza chini. Ina kidude hichi hapa, kinundu hiki. Hiki kinundu unatakiwa ukiminye ndani. Lakini ukikiminya ikiwa hapa haiwezi kuminyika. Kwa hiyo cha kwanza unaanza kuivuta juu, then unakiminya, unashuka. Narudia. Cha kwanza ili uitoe hapa ni lazima uminye hiki. Lakini hiki ili ukiminye lazima hii uivute juu tena kidogo, alafu uminye ishuke chini. Wakati huo clutch bado umeikanyaga na brake umekanyaga. Gia iko namba 1. Sasa mikono kwenye steering, akili kichwani. Tunaenda. Side mirror ziko safi. Hapa naachia ile clutch pole. Unaiachia pole kabisa, pole. Hata mafuta unaweza usiyakanyage kwanza.
pole 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 pole. Ukikaribia mwisho unaongeza na mafuta yako kidogo, chuma inaondoka. Hiyo ni manual gear. Tunakwenda hapa, tupo namba 1 lakini tunataka kuweka namba 2. Kwa hiyo cha kwanza unatakiwa uachie mafuta, sio clutch. Clutch hapo tushaiachia, gari inakwenda. Cha kwanza unaachia mafuta, unakanyaga tena clutch, unairudisha free, unaweka 2. Burudani kabisa. Unaachia tena clutch, chuma inakwenda kama unavyoona, mambo yanakuwa mazuri. Kwa hiyo hivi unakwenda 3. Lakini unasikiliza engine hapa, kwa sababu nakupa tichi tu kidogo, lakini engine unaisikiliza, inatakiwa ivume. Unaweka namba 1, 2, 3. Gari inadai gia yenyewe, sio wewe unaipelekea gia wakati kabla haijadai. Sasa tumeenda, unataka urudi reverse, unapiga, unakanyaga clutch, unakanyaga brake, clutch then brake, alafu unairudisha reverse. Tunaanza kurudi reverse. Burudani kabisa, safi kabisa. Side mirror tu unacheki hapo, tunarudi taratibu. Wakati huo clutch yako umeiachia na gari ipo katika reverse, mambo yanakuwa mazuri. Lakini wewe ambaye unahitaji kujua automatic, na wewe ni bora zaidi ukafahamu hata hii, ili siku moja unaonja kuna raha ya kuendesha gari manyu bwana. Hebu niambie hapo katika comment, unapenda kuendesha gari manyu au automatic, ili tuendelee kujadiliana, tubadilishane mawazo. Mimi binafsi napenda kuendesha gari manyu katika safari, lakini kulingana na majukumu na harakati tulizonazo, asilimia kubwa tunakutana na gari ambazo ni automatic, na ndio tunajikuta ni lazima tuzitumie katika majukumu yetu mara kwa mara. Ila ukijua vizuri kuendesha gari manyo, ina raha yake. Kwanza uchoki sana, kwa sababu muda mwingi uko na movement, kubaka gia, kutoa, kukanyaga brake, akili mkichwa. Zile automatic zinakufanya una relax, unakuwa mwepesi na unaweza ukalala kidogo, ila hizi kusinzia huwa ni mara chache sana. Kwa kimsingi hapa tumerudi reverse. Ni kumbuka tena, ukiwa unataka kusimama usiachie clutch. Cha kwanza unaanza kuipunguza breki polepole, then unakanyaga clutch, alafu unatoa gia, unakuja hapa chini, unaminya, unaikamata vizuri, unavuta juu, basi mambo yanakuwa burudani kama hivyo. Ukija kuachia ni swafi kabisa. Hapa kuna vitu viwili, hii ni 4x4, ni 4 wheel pale, inakusaidia unapotaka kukwama, unaweza ukaitumia. Ina sehemu ya 4 wheel, 2 wheel na neutral. Kwa hiyo next time nitaifundisha. Kama unahitaji nikuelekeze na hii nitakuelekeza, lakini kwa ufupi leo umeendesha gari manyo na mfumo wa hapa ni rahisi kabisa. Save video hii, mtumie na mwenzako, mwambie Khalidi anatamani ujue gari manyo, na video ndio hiyo, ione. Kwa hiyo usiache kumtumia na yeye aweze kuiona. Napatikana Dodoma mjini, karibu na Royal Village, hapa mkabala na fence ya Waziri Mkuu. Mungu akubariki sana mpaka ushangae. Asante.